ndugu zangu watazamaji wa chaneli yenu bomba kabisa ya Sifa 5 TV, sauti ya kijiji maisha yetu. Karibu sana ndugu mtazamaji wa Sifa 5 TV, chaneli inayogusa maisha halisi ya jamii yetu. Leo tunakuletea simulizi ya kweli, simulizi ya ndoto, juhudi na matumaini. Huyu ni Mariam, binti mdogo mwenye ndoto kubwa ya kusoma. Kwa juhudi zake mwenyewe, Mariam amefaulu kwenda shule ya sekondari Matipwili. Lakini kama ilivyo kwa vijana wengi katika jamii zetu, ndoto yake ilikumbana na changamoto kubwa ya uhaba wa kifedha. Wazazi wake hawakuwa na uwezo wa kumudu gharama za shule. Hakukuwa na fedha za ada, sare wala mahitaji ya msingi. Lakini Mariam hakukata tamaa. Kwa moyo wa ujasiri, aliamua kufanya vibarua, kuuza maembe, akitembea umbali mrefu kutoka Manda hadi Miono, akitumaini apate pesa ya kununua hata sare za shule. Lakini juhudi hizo hazikutosha. Njiani, Mariam alikutana na rafiki wa ndoto. Akaeleza changamoto yake, akaeleza ndoto yake. Baada ya kusikika simulizi yake, ndugu Mtaura kutoka taasisi ya rafiki wa ndoto hakubaki na maneno tu. Walifunga safari hadi nyumbani kwa kina Mariam, kwa wazazi wa Mariam Manda, kwa lengo la kukutana na wazazi wa Mariam, kuwasikiliza, kuwahakikishia usalama na mustakabali wa mtoto wao, na muhimu zaidi, kupata ridhaa yao ya kumsaidia Mariam kuendelea na masomo. Kwa mazungumzo ya heshima na moyo wa dhati, ridhaa ilipatikana. Kupitia msaada wa rafiki wa ndoto, Mariam alihamishwa shule ya Matipwili na sasa anasoma shule ya sekondari Miono, akiwa hosteli, mazingira salama na rafiki kwa masomo. Ndugu mtazamaji, hii si hadithi ya Mariam pekee. Rafiki wa ndoto ni taasisi inayosimama juu ya michango ya wadau. Hakuna chanzo cha kudumu cha fedha. Leo Mariam amepata tabasamu, lakini nje ya kamera kuna vijana wengi wenye ndoto kama yake, wanaohitaji mkono wako. Tunakuomba, changia kadri utakavyoweza, shiriki video hii kwa wengine, kuwa sehemu ya safari ya kuokoa ndoto za vijana. Kumbuka, kumsomesha mtoto mmoja ni kuijenga jamii nzima. Na hii video ni ya Mtaura wa taasisi ya rafiki wa ndoto, akiwa amewasili kijijini Manda kwa wazazi wa Mariam. Tarehe 16 tumekuja Manda mazingira hapa kijijini kwa ajili ya kumtembelea binti yetu Mariamu Saidi Ramadhani. Amefaulu kuelekea kidato cha kwanza, lakini hadi leo wiki la pili la shule, wiki ya kwanza la shule inavyoishia, chochote hakijaangaliwa kwao kutokana na mazingira magumu, na Mariamu shakata tamaa ya kusoma. Kwa hiyo sisi kama Rafiki wa Ndoto Foundation tukapata habari zake, taarifa zake, tukafunga safari yetu tukaja mpaka hapa Manda mazingira hapa tunavyoona kijijini kwao. Unaona hivi kijijini chao hiki hapa kinaitwa Manda. Tukaamua tuje
kuweza kumuona Mariamu. Tumeweza kuona kweli na ufaulu wake darasani ni mzuri, amefaulu shule moja ya sekondari ya Matepwili. Kwa hiyo tunaomba ndugu zetu na jamaa, marafiki, muweze kuweza kumsupport binti yetu Mariamu, lakini pia tumepata kumjazia fomu zake hizi hapa, kuchukua fomu shule. Hadi sasa hivi tunavyoongea tushamkabidhi counter book tayari za kutosha, tushamkabidhi vifaa vingine vya mahitaji vya shule vingi tumemkabidhi. Kwa hiyo kabidhi vifaa vyake mashuleni. Kwa hiyo nilikuwa na rafiki yangu Smota, tukaamua tuje hapa mpaka tufunge safari mpaka Manda. Kiukweli tumefarijika, tumepata baraka nyingi za wazee wetu, lakini tumegundua kuna watoto wengi huku wamefaulu na hawakuweza kwenda shule. Kwa hiyo sisi kama vijana, kama rafiki wa Ndoto Foundation, tutaweza kuwashika vijana hawa kwa uwezo wetu kadri tunavyoona. Lakini kwa Mariamu tutalifanya hili kuanzia form 1 mpaka form 4 yake. Kiukweli matokeo yake ni mazuri na akili darasani, na kweli tumethibitisha uwezo wake mdogo. Sisi tutasaidia mazingira yote ya shuleni kwake mpaka kwenda form 1 mpaka form 4. Lakini tutaomba dua, tutamsha shule yake aliyofaulia Matepwili, naweza kumhamisha kwenda Kikalo kwa ajili ya hostel, kwa ajili ya kukaa pale na kusoma. Kwa hiyo tunaomba ndugu na jamaa na marafiki muweze kumsaidia huyu binti, begi, daftari. Asanteni sana. Mimi ni Sifa wa Sifa 5 TV, sauti ya kijiji, maisha yetu, sauti ya matumaini, sauti ya wale wasiosikika.